Takwimu hizo zimetolewa na kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita, mrakibu msaidizi Kenneth Mwakasitu, katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wazimamoto duniani, ambapo jumla ya matukio 82 yameripotiwa katika kipindi hicho, ambapo amesema kati ya matukio hayo 32 ni ya moto, huku operation 50 zikiwa za uokoaji na majeruhi wakiwa 69. Miito ya matukio kwa kipindi cha kuanzia Januari 2026 hadi Mei 2026, jumla matukio yaliyoripotiwa 82. Matukio ya moto yalikuwa matukio 32. Matukio ya maokozi yalikuwa matukio 50. Yaliyopelekea kupatikana kwa majeruhi 69 na vifo 32. Hapo mji wa Katoro una jumla matukio 10. Kati ya matukio ya moto ni 7 na matukio ya maokozi ni 3. Na yote Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lilitoa huduma kwa wakati. Lakini kubwa zaidi, tuendelee kuwashukuru na kuwapongeza jeshi letu, kwa sababu jeshi letu linafanya kazi kubwa sana. Unapozungumza uokoaji, maana yake yuko mtu au ziko mali ziko kwenye hali ya hatari, ndio maana likawepo jina la uokoaji. Lakini vile vile unapozungumza moto, maana yake moto ni moto unaowaka, na maana yake unawasha, na ukiwaka maana yake unaweza kuchoma. Kwa hiyo wenzetu hawa wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, na kwa kweli wamejitoa nafsi zao na uhai wao kwa ajili yetu sisi ambao tunatumikia taifa letu na tunatumikia vijiji vyetu, tunatumikia familia zetu kwa ajili ya kutuokoa pale ambapo yanatokea majanga. Ukitaka kuanza kuwasha, unawasha kwanza kiberiti, unakuja kuwasha gesi. Lakini kuna njia zingine za kuzima moto. Unaweza kuzima kwa kutumia kidole gumba au kwa taulo ambalo umeliweka kwenye maji na ndoo ambayo unaenda kufunika pale juu. Kwa mimi ndio nilivyopewa hiyo, na ambao tumefanikiwa kufika hapa. Kweli tumepata elimu ambayo elimu ni nzuri sana. Pindi utakapopata tukio aidha upande wa gesi ambazo kila leo tuko nazo nyumbani kwa ajili ya matumizi ya kupikia, utakapotokea tukio la gesi, tumepata elimu kwa kweli. Lakini na namna gani ambayo tumeiona hapo kwa wazima moto walivyokuja kuzima moto tumeshuhudia. Kwa hiyo ni matukio mazuri ambayo tumeyaona.